Kwa jina naitwa Shadrack Msilu, mhifadhi mwandamizi na pia ni mkuu wa operation ya Kanda ya Magharibi. Uadhimishaji wa siku ya misitu duniani unaadhimishwa kila mwaka tarehe 21. TFS katika moja ya kazi zake ni kutoa elimu kwa jamii. Kwa hiyo kwa kutumia fursa hii kwa waandishi wa habari, tuna imani kabisa habari hizi zitaenda mbali zaidi. Kila mwananchi wa kawaida anayeangalia vyombo vya habari, anayesoma magazeti, anaingia kwenye mitandao ya kijamii atakutana na hizi habari. Kwa hiyo ni uhamasishaji mzuri sana ambao taifa letu linasisitiza juu ya upandaji miti. Tanzania inapoteza hekta 169 kwa mwaka. Serikali inafanya juhudi mbalimbali kuweza kupunguza hicho kiwango. Kwa hiyo waandishi wa habari ni sehemu ya kioo cha jamii. Tunachoamini ni kwamba jitihada zinazofanyika na serikali ni kupunguza hicho kiwango cha misitu kinachopotea. Kwa hiyo kwa jukwaa hili ninachoamini waandishi wa habari watasaidia, wananchi watapata taarifa, kwa hiyo uharibifu wa misitu utapungua. Kwanza TFS moja ya kazi zake imejikita kwenye kutoa elimu. Tunashirikisha wadau kuhifadhi misitu. Tuna usimamizi wa sheria kwa maana ya kufanya doria kwenye misitu, kwenye maeneo ya matumizi ya bidhaa zetu, pamoja na kurudisha sehemu ya kile tunachopata kwa jamii. Jamii zinazohifadhi misitu tunachangia sekta ya elimu kwa upande wa madawati. Ndio tunajengea uelewa wa wananchi kuhusu ufugaji nyuki. Kwa hiyo kuna miradi ambayo inafanyika ya hewa ukaa, kuna miradi ya nishati safi ambayo serikali imeweka mkono wake pale. Kwa hiyo kwa miradi hiyo tunachoamini tunahifadhi misitu. Kwanza ukijani ni uhai wa taifa. Kwa hiyo taifa lote linalokosa ukijani, uhai wake na maisha ya ustawi wa jamii yanakuwa katika mpangilio ambao hueleweki. Kwa hiyo nitoa wito kwa Watanzania wote tupande miti, sio tu kwa kufuata matukio muhimu kama ya kitaifa, iwe ni utamaduni wetu. Sasa miti inaendelea kupandwa kama ambavyo umeona leo tunaadhimisha siku ya misitu duniani. Halmashauri zetu pia zinao miche ambayo zinatengeneza na zinagawa kwenye vitu vyetu vya vijiji kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanapanda na kuhifadhi misitu. Kwa hiyo kwa ujumla zoezi kwa mkoa wa Shinyanga na hata Kanda ya Magharibi kwa ujumla wake linakwenda vizuri. Ukiangalia miaka ya nyuma kama ulikuwepo, mimi ni mzaliwa huku, nilikuwa nafahamu hali halisi ilivyokuwepo, na ndio maana kilianzisha kwa kituo mpaka cha Hashi, yani hifadhi ya ardhi Shinyanga. Katika mikoa iliyokuwa ni jangwa kabisa ilikuwa ni mkoa wa Shinyanga, lakini sasa hivi Shinyanga ukiangalia ni ya kijani kabisa, miti kila sehemu imeenea. Nitoe wito kwa wananchi wote Shinyanga na mikoa mingine yote kwa ujumla kwamba tupande miti kwa sababu tunasema hasa ukizingatia kauli mbiu ya leo kwamba misitu ni uchumi endelevu. Tuhifadhi miti kwa faida ya taifa. Na kwa hiyo ni waomba wananchi wote washiriki katika zoezi la kuhakikisha kwamba katika mazingira yao wanapokuwa wanajenga vibanda, wanafanya shughuli za kilimo, wanafanya nini, lakini miti lazima ipandwe. Na tunazo programu ambazo tumeweka hasa katika wilaya ya Shinyanga kwa maana halmashauri ya manispaa na halmashauri ya Shinyanga. Tumesema kila mtu anapopimiwa ploti yake ya kwenda kujenga lazima achukue miti isiyopungua 10 kwenda kupanda katika eneo lake. Lakini nitoe wito pia kwa taasisi za umma za serikali na zisizokuwa za serikali, hasa katika mashule na taasisi zingine. Lazima tuelekeze kizazi cha vijana wetu ambao wako masomoni saa hizi. Tutengeneze klabu ambazo zinahusu mazingira na kuwafundisha watoto wetu njia sahihi na bora za kupanda misitu au kupanda miti na kuitunza. Kwa sababu tatizo kubwa ni kwamba tunapanda miti. Wito wa kupanda miti kwa kweli ni sera ya nchi yetu, kwa sababu kila halmashauri inatakiwa kupanda miti 1,500,000. Lakini miti inapandwa, lakini utunzaji wa miti ndio tatizo. Nadhani lazima elimu tuendelee kuwafundisha watu wetu namna kuitunza miti ili iweze kukua. Lakini wakati mwingine wataalamu wetu washuke chini huku, kwa sababu kuna sehemu za ardhi ambazo nazo pia miti fulani iweze kukua ili iweze kutesti ule udongo na kuona miti inayofaa ili miti iweze kupandwa na kutunzwa na siku ya mwisho tuweze kufaidi matunda ya miti ambayo tumeipanda pia. Teni viongozi ambao mmekuja leo katika shule yetu nzuri kabisa, shule ya wasichana Shinyanga. Shule yetu baadaye tutasoma taarifa fupi kabisa. Wakati shule hii inajengwa ilikuwa ina mti mmoja kabisa uko pale ambao tulikuwa ndo tunatumia kupaki baiskeli, kupaki magari ya wageni na walimu, lakini tukichoka tukitaka kukaa kwenye kivuli tunakaa kwenye ule mti mmoja. Tukasema sisi hatuwezi kukaa kwenye mti mmoja bwana,
lakini pia tukasema hapana, shule yetu nzuri haiwezi ikawa na mti mmoja. Kwa hiyo tukashirikiana na TFS, tukaitafuta TFS wakaja. Na hawa TFS wakawa kama wanafunzi wa shule ya wasichana Shinyanga. Kila siku wapo. Simuoni Mr. Ayubu. Sijui naweza nikampa darasa kama mwanafunzi wa form 6. Amekuwa ni rafiki wa Shinyanga Girls. Unavyoiona miti hii ambayo inachipukia ni TFS. Kwa hiyo nisiseme mengi, naomba tuisome taarifa. Hii ni klabu ya mazingira. Ukiona mazingira mazuri ya Shinyanga Girls ni hii klabu. Naomba niwakaribishe watusomee taarifa yetu fupi kabisa ya mazingira afu tuendelee na ratiba. Shule ya sekondari Shinyanga wasichana imefunguliwa tarehe 13 mwezi wa 8 2023. Shule kwa sasa ina jumla wanafunzi 859. Wanafunzi wa kidato cha kwanza ni 236, kidato cha pili ni 208, kidato cha tatu ni 123, kidato cha tano 136 na kidato cha sita 151. Kwa elimu ya sekondari ya juu, shule inafundisha taasisi 3 za masomo ya sayansi: CBG, PCB na PCM. Tarehe 13 mwezi wa pili mwaka 2025, shule imepokea majina ya wanafunzi wenye mahitaji maalum toka OAR TAMISEMI. Ndugu mkuu wa wilaya, tangu kufunguliwa kwa shule mwaka 2023, shule ilikuwa na wanafunzi 73 ambao walifanikiwa kupanda miti 219, ikiwa kila mwanafunzi alipanda miti mitatu. Katika kipindi hicho kulikuwa na mti mmoja wa asili ambao ulitumika kama sehemu ya kuegeshea vyombo vya usafiri. Ndugu mkuu wa wilaya, mnamo mwaka 2024 shule ilipokea takriban miti 579 kutoka ofisi ya TFS. Miti hiyo ilipanda kwa uwiano wa miti mitatu kwa kila mwanafunzi wa kidato cha kwanza na kidato cha tano waliokuwa 122. Pia awamu ya pili shule ilifanikiwa kupokea miti 2500 na ilipanda yote, ikafanya shule kufikisha miti 3079. Ndugu mkuu wa wilaya, mnamo mwaka 2025 ofisi ya TFS ilikuwa ikileta miti kwa awamu mbalimbali, ikikadiriwa kuwa miti 3000 ambayo ilipandwa yote. Ndugu mkuu wa wilaya, hadi sasa mwaka 2026 tarehe 20 mwezi wa 3 2026, shule ya sekondari wasichana Shinyanga kuna miti ya asili 5974 na miti ya kisasa 6079, ambao kwa ujumla tuna miti 12053 kwa uwiano wa miti 14 kwa kila mwanafunzi. Lakini pia lengo letu ni kuwa na miti 17820 kwa uwiano wa miti 20 kwa kila mwanafunzi. Changamoto. Ndugu mkuu wa wilaya, zifuatazo ni changamoto zinazotukabili katika zoezi hili la miti. Udongo wa eneo la shule sio mzuri kwa baadhi ya miti. Jua ni kali kwa kipindi chote cha mwaka, hivyo gharama ya maji kuwa kubwa. Eneo halina uzio, hivyo mifugo hula miti iliyopandwa. Ukosefu wa kisima cha kumwagilia miti wakati wa kiangazi. Ukosefu wa dawa ya kuzuia magonjwa kwenye miti. Ombi. Ndugu mkuu wa wilaya, tunaomba tuwekewe uzio, kisima na mbolea tulipu 5 kwa ajili ya kuchanganyia udongo wakati wa upandaji miti. Pia tunaomba tupewe japo ziara 1 au 2 kwa mwaka kwa ajili ya kujifunza utunzaji wa upandaji wa miti. Shukrani. Ndugu mkuu wa wilaya, tunapenda kutoa shukrani zetu za dhati kwako kwa jinsi unavyojitoa katika zoezi la upandaji miti hapa shuleni kwetu. Kwani mnamo tarehe 4 mwezi wa 12 2024 ulipanda mti aina ya masikio ya tembo, kitaalamu tuna Entorybium cyclocarpum. Pia shukrani ziwaendee TFS na ofisi ya manispaa mazingira, kwani wamekuwa mchango mkubwa kwenye zoezi la upandaji miti. Pia shukrani zimwendee mkuu wa shule kwa jinsi alivyojitoa kuhakikisha mazingira yapo katika hali ya usafi na salama. Pia shukrani za pekee zimwendee mwalimu wa mazingira kwa kujitolea muda wake kusimamia mazingira hapa shuleni. Kwa majina naitwa Veronica Emmanuel Tungu. Asanteni kwa kuja kutuona na kuja kutupandia miti katika shule yetu. Miti hii inaweza kutusaidia katika mazingira ya shule yetu, japokuwa miti ina faida mbalimbali. Faida ya kwanza, miti inaweza kutupatia dawa. Pia miti inaweza kutupatia vivuli ambayo inaweza kutusaidia tunapokuwa tukijisomea, tunaweza kusoma kwa amani. Pia miti
inatunza udongo. Kwa majina naitwa Jovina Abel Thomas, mwanafunzi wa kidato cha 3 katika shule ya wasichana Shinyanga. Mbele hapa nikitaka kuelezea jinsi umuhimu wa mimea katika mazingira yetu. Mimea imekuwa na mchango mkubwa sana katika utunzaji wa mazingira yetu kwa kutupatia faida anuani kama zifuatazo. Kwanza, miti imekuwa chanzo kikubwa sana cha dawa. Tukiangalia dawa nyingi zimekuwa zikitokana na miti, aidha ni dawa za asili au ni dawa za viwandani. Pia mimea imekuwa ni chanzo kikubwa sana cha vyanzo vya malighafi kwa viwanda. Kwa mfano mimea mbalimbali, kwa mfano pamba inatoa malighafi mbalimbali ambazo kutumika kuzalisha bidhaa mbalimbali viwandani. Pia mimea imekuwa ni msaada mkubwa sana katika utunzaji wa udongo. Tunaona kwamba upandaji wa miti hususia nini? Mmomonyoko wa udongo kwa inasaidia sana katika kuzuia mmomonyoko wa udongo, na tunasema landsliding, kwa kuzuia udongo kwenda na maji pale kipindi cha mvua. Pia mimea imekuwa na umuhimu sana mkubwa sana katika utunzaji wa tabia nchi, I mean climate, kwamba kwa kusaidia katika utengenezaji wa mvua katika kipindi cha mwaka. Pia mimea imekuwa ni chanzo kikubwa sana cha makazi ya viumbe wengine. Tukiangalia kwa mfano ndege na wanyama wengine, kwa mfano wadudu, wamekuwa wakitumia miti kama makazi yao. Pia mimea imekuwa ni chanzo cha chakula. Tunaona kwamba tunapata vyakula mbalimbali, matunda mbalimbali kutoka kwenye miti hivyo. Pia kwa hapa shuleni kwetu sisi, mimea imekuwa ni chanzo kizuri sana cha kivuli, ambapo tunaweza tukakaa sehemu tukajisomea, tukavuta hewa safi na kusaidia kuleta afya nzuri ya akili tunapokuwa tunajisomea. Kikubwa kinachotakiwa kufanyika ni kwamba elimu tuzidi kutoa zaidi na zaidi elimu kwa wanafunzi, namna ya kutunza mimea na namna mbalimbali. Pia kwa mfano kwa changamoto mbalimbali zinazoikumba miti, kwa mfano ukosefu wa mbolea. Kwa hiyo tunatakiwa sisi kama wadau wa miti tuje na njia mbadala ya kuleta mbolea kwa mfano kwenye mimea yetu. Pia kuintroduce dawa za viuatilifu mbalimbali kwa ajili ya kuzuia magonjwa katika mimea yetu, hivyo kusaidia mimea kukua na kuendelea utunzaji wa mazingira tu hapa shuleni na katika mazingira pengine. East African Spirits Company Limited ni kampuni inayojihusisha na uzalishaji wa pombe kali na bia. Kampuni hii ilianza mnamo 2018 ambapo ilianza na line ya plastiki. Tulianza uzalishaji wa bidhaa yetu inayoitwa Diamond Rock. 2019 tukaanzisha line yetu ya line ya glasi ambao tunazalisha bidhaa yetu pendwa Hanson's Choice. 2023 ndipo tulipoanza ku blend na ku manufacture beers zikiwa ni Hanson's Light, Goldberg, Basembi ambayo imeunga mwaka 2024 na Hanson's Dry iliyoanza uzalishaji mwaka 2025. Bidhaa zetu ni bora, salama, zimethibitishwa na TBS, lakini pia zina key element au niseme zina sifa kuu ya kutokuwa na hangover, kutokuwa na harufu mbaya, na pia zina bei nafuu kwa kila Mtanzania. Kutoka ndani ya kina cha ardhi, kazi ni jasho, kazi ni bidii, kazi ni uthubutu wa kweli. Lakini kila shujaa anastahili zawadi ya ushindi wake. Basembi, bia ya mashujaa, bia ya kazi, bia yenye ladha kali isiyosahaulika. Haina hangover, ina nguvu. Ni chaguo la wanaume wanaofanya kweli. Basembi Extra Lager. Kazi imeisha, sasa ni muda wa ladha safi.